Na usipokuwa very careful utachanganyikiwa. Vile mimi hii message niliipata kwa mzungu. Kabla sijaona Mwafrika mwenzangu akihubiri. Nilikuwa nafuata. Kuna mzungu na Australian anaitwa Nadan Mansour. Ndiye nilipoona 2019 akihubiri message. Nikafutiwa sana. Na nikachunguza mimi mwenyewe. Nikakuta kumbe utatu hakuna. Lakini kuna wenye wanahubiri kwamba wanahubiri matukio peke yake. Matukio kama ni mambo ya papa, si wanajua ni nini itafanyika hata kesho. Wanajua mambo ya wale hoda, wanajua, wanaelewa vizuri. Lakini hiyo isiwe ndio tunaangalia sana. Tuache kufanya kazi hiyo ya muhimu. Kazi ya muhimu tulianza tukijua kwamba ni gani? Character building. Tutengeneze tabia. Tubadilishwe. Kutengeneza tabia ndio kitu cha muhimu. Kristo anakuja kuchukua watu ambao wako na tabia kama yake. Na katika mji wa Antiokia, ni kwa nini niulize swali? Ni kwa nini unafikiria wale watu waliitwa wa Kristo katika mji wa Antiokia? Ni kwa sababu walikuwa wanafanya kulingana na vile tabia ya Kristo ilivyo. Yeah. Walionyesha tabia ya Kristo. Yaani walikuwa watu wako na tabia kama ya Kristo. Character yao ni kama ya Kristo. Na Kristo anaposema kwamba, hebu msomaji. Katika Yohana 10:30 ama Yohana 14:20 na ngapi? 14:23. Hebu soma hiyo 10:30. 10:30 inasema hivi. Wakati mnasema sisi tu umoja, inamaanisha aje? Inamaanisha sasa nikisema mimi na ndugu yangu Jackson tu umoja, hiyo inamaanisha nini? Na uhusiano. Unafanya kitu kama mchungaji. Kwa uhusiano mmoja. Hebu ndugu soma. Inasema hivi. Inasema? Hiyo inasema inaongelea umoja. Mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba. Nani anaongea? Yesu anasema, mimi na Baba yangu tu umoja. Inamaanisha nini? Ni kutoshana kivipi? Wana uhusiano, yani ushirika wa pamoja, lakini kuna mkubwa kushinda mwingine. Ni ushirika katika hali ya kutenda mambo. Hali fulani. Ona sasa. Na hii kasumba yenye mimi